Unamjua mwanaume ambaye upweke si adui kwake, bali ni mahali alipojifunza kupumua tena. Haoni shida kuwa peke yake. Haoni shida kula peke yake. Anajiburudisha, anafanya kazi, anafanya kila sekunde yake iwe na maana. Hayuko hapa kutoa kwa kila mtu ili ajisikie anahitajika. Hapana, anajua thamani yake. Yuko imara, lakini uimara huo ulizaliwa kwenye maumivu, kwenye vita zisizoonekana, kwenye machozi ambayo dunia haikuyaona. Hakutamani yeyote apitie alichopitia, lakini anajua bila hayo asingekuwa mwanaume anayesimama leo. Ndio maana anatembea na kichwa juu. Ndio maana anajua thamani yake. Wanaume wengi wangeanguka, wangevunjika, wangeangamia, lakini yeye hapana. Alisimama, alipigana, akapita sehemu ambazo wengine hawangeweza kuvuka, akaendelea, akaishi. Mwanaume huyo amekuwa akijichonga kwa miaka. Hakuna mtu, hakuna mfumo, hakuna nguvu duniani itakayomwambia yeye ni nani au namna ya kuishi maisha yake. Anajua anakokwenda. Yeyote anayemshuku ataona ukweli. Yeyote anayesimama mbele yake atafagiliwa kando. Na ingawa safari hii ametembea kwa miguu yake mwenyewe, hamu yake bado ipo: kupata mtu wa thamani, mtu atakayeongeza, si kupunguza, mtu atayelingana na kasi yake, atayeweza kujenga naye, kuinua naye, kupigana naye. Lakini leo kumpata mtu wa aina hiyo ni changamoto yenye kivuli kizito. Ni rahisi kusema, lakini hadithi tofauti kabisa kutenda.